Kwa upande wa klabu ya Simba kuelekea msimu ambao unafuata wa mwaka 2025-2026 ni kama hivi hawataki kufanya uzembe ambao wameufanya kwa misimu kadhaa na kuwaacha kwa upande wa klabu ya Yanga wakiendelea kufurahia, wakiendelea kuenjoy, huku pia wakipokea kebei mbalimbali. Mpaka sasa hivi tunaona kwa upande wa klabu ya Yanga wanavyokwenda moja kwa moja mpaka pale kwenye jengo la Simba kushangilia ubingwa. Sasa hayo mambo kwa upande wa klabu ya Simba wanataka sasa yapotee, yani wawe na timu yenye ubora wa hali ya juu kuelekea ambao msimu unaofuata. Sasa tayari nina majina hapa ya baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa wataachwa kunako kikosi hicho, lakini pia kwa taarifa ya awali tu ni kwamba tayari kuna baadhi ya wachezaji ambao wameshachukua barua na kuambiwa kwamba yani ile barua ya kupewa mkono wa kwaheri, japo Simba itatoa taarifa. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji ambao wameambiwa kwamba watatolewa kwa mkopo, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji ambao pia wameambiwa kwamba watauzwa kutokana na ofa ambazo zitakuja ndani ya timu hiyo. Hapa ninayo orodha ya wachezaji wote. Sasa kabla sijakutajia orodha hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia hapa majina ya wachezaji ambao wanatajwa kuondoka ndani ya kikosi hicho. Golikipa Aishi Manula. Golikipa Aishi Manula tunafahamu msimu uliopita haukuwa wa kwake ndani ya Simba. Si mchezaji ambaye alikuwa anapata nafasi na kutazama kwamba kiwango chake kimeshaporomoka. Na hivyo tayari kwa upande wa golikipa Aishi Manula inaelezwa kwamba tayari alishapewa barua kwamba msimu ambao unafuata hatakuwa sehemu ya kikosi hicho kwa sababu mkataba wake tayari umeshamalizika. Hivyo tayari ni kwamba Manula amesaini kandarasi kunako klabu ya Azam. Lakini pia golikipa Ayub Blackred ambaye tayari anahusishwa au kwamba inaelezwa kwamba tayari na yeye pia ameondoka ndani ya kikosi cha Simba, na inaelezwa kwamba tayari ameshasaini kunako klabu ya FUS Rabat ya pale nchini Morocco. Maana kwamba golikipa Ayub Blackred hatakuwa sehemu ya kikosi cha Simba kuelekea kwenye msimu ambao unafuata. Lakini pia golikipa Hussein Abel alitua ndani ya timu, lakini kwa sasa mambo yamekuwa ni tofauti. Simba wanamtazama Yakubu Suleiman kutoka pale JKT Tanzania. Hivyo golikipa Hussein Abel amepewa mkono wa kwaheri kunako kikosi hicho na kuamini kwamba kwa sasa si sehemu ya kikosi hicho. Lakini pia Kelvin Kijiri, taarifa ambayo imeweza kutolewa ndani ya kikosi hicho, Kelvin Kijiri sio sehemu ya kikosi ndani ya Simba kuelekea kwenye msimu ambao unafuata. Si mchezaji ambaye ameushawishi au ameshawishi benchi la ufundi. Ameonekana kama ni mchezaji ambaye kiwango chake ni cha kawaida. Hivyo tayari ataondoka ndani ya kikosi hicho. Lakini pia kwa upande wa beki Chefondo Malone na pia anatajwa kuondoka ndani ya kikosi hicho kwa sababu mkataba wake unaonekana kama hivi tayari umemalizika na mpaka sasa hivi hakuna mazungumzo yoyote kwa upande wa klabu ya Simba pamoja na mchezaji huyo. Lakini pia David Kameta Duchu naye pia anatajwa kwamba ataondoka ndani ya kikosi hicho. Tunafahamu David Kameta Duchu licha kupata nafasi lakini bado hajaweza kuonyesha kitu kikubwa ndani ya kikosi hicho. Wakati huo pia kwa upande wa Hussein Kaz naye ataondoka ndani ya kikosi hicho kwa sababu si mchezaji ambaye ameonekana kupata nafasi ndani ya kikosi. Hata pale mabeki katikati wanapokuwa wameumia bado amekuwa hachezi. Kwa hiyo ataondoka ndani ya kikosi hicho. Wakati huo pia Shomari Kapombe anatajwa kwamba ni 50 kwa 50 kusalia kulingana na taratibu na namna ambavyo mambo yanaendelea. Wakati huo pia golikipa Musa Kamara wanasema kwamba kuna hati ya Musa Kamara kuondoka ndani ya kikosi hicho licha ya clean sheet nyingi na kuweka rekodi ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara, lakini mambo yanaonekana kuwa tofauti na kile ambacho anakitizama kwa upande wa benchi la ufundi. Lakini pia inaelezwa kama kuna mazungumzo ya mkataba ambayo yamesimama mpaka sasa hivi. Lakini pia mchezaji mwingine ni Mzamiru Yasin. Mzamiru Yasin tunafahamu msimu uliopita alipata na majeraha lakini aliporejea kuna mazungumzo yoyote ya kupata nafasi, hivyo anatajwa kwamba ataondoka ndani ya timu hiyo. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anatajwa kuondoka ni Agostino Kejefa. Agostino Kejefa tunafahamu mchezaji huyu kutoka pale nchini Nigeria ambaye alionekana kwamba ni mchezaji mwenye ubora wa hali ya juu kutoka Rivers United, lakini tangu amejiunga na Simba amekuwa hapati nafasi, hivyo ataondoka. Lakini pia Debra Fernandez Mavambo naye pia anatajwa kuondoka ndani ya kikosi hicho, mchezaji ambaye alianza vizuri lakini baadaye mambo yakamwendea tofauti. Wakati huo pia Omari naye pia anatajwa kwamba ataondoka ndani ya kikosi hicho. Omari tunafahamu kwa kile ambacho hajakionyesha. Watu wengi walikuwa wanaamini kwamba huenda kuna kitu akakionyesha lakini imekuwa ni tofauti. Maana kwamba naye pia hatasepa ndani ya kikosi hicho. Wakati huo pia Edwin Balua
Baadaye alihusishwa kuhusiana na mambo ya ulevi, mambo mengi yakazungumzwa, lakini mpaka sasa hivi inataja kwa upande wa klabu ya Simba wamemueleza kwamba wataachana naye kwa sababu hajaweza kuonyesha kile ambacho walikuwa wanakihitaji kutoka kwake. Lakini pia Lionel Ateba Mbida, mshambuliaji huyu ambaye alisajiliwa kwamba anaweza kuwa zaidi ya kile ambacho anakionyesha Mukwala, lakini imekuwa ni tofauti na vile ambavyo wengi walikuwa wanakifikiria. Hivyo naye pia atasepa ndani ya kikosi hicho. Ya maana kwamba hiyo ndio orodha rasmi ya wachezaji ambao wataachwa ndani ya kikosi cha Simba ndani, yani kuelekea msimu ambao unafuata. Kwa upande wako, unadhani ni mchezaji gani ambaye anastahili kusalia kati ya orodha ya wachezaji hao ambao nimekutajia? Toa maoni yako hapo chini nami nitapitia. Shukran.